Jina langu ni Richard Jared Mpongo, mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu mkoa wa Shinyanga. Udiwani kupitia kata, ilikuwa kata 3, kata ya Mongolo huko Kahama, kata ya Kizumbi, jimbo la Mjini, na Ngokolo, jimbo la Mjini. Lakini kuna watu waliogombea viti maalum. Watu 4 waligombea viti maalum. Na hao wote waliogombea ni kupitia Chama cha Mapinduzi. Nashukuru Mungu kwamba tumepata diwani mmoja mwenye ulemavu kupitia jimbo la Kahama Mjini kuwa diwani wa viti maalum. Mtu mwenye ulemavu anaitwa Rehema Joshua. Upande wa mbunge hapakuwa na mtu mwenye ulemavu aliyetia nia. Tujue wazi kwamba watu wenye ulemavu pia kiuchumi tuko chini. Sasa kama itafuatwa tu kwamba idadi inayotakiwa ni 5 au wangapi, sisi nafikiri hatutafikia. Bwana, ninaviomba vyama, kwa sababu tume inatoa idadi ya madiwani wanaotakiwa kulingana na ushindi wa chama husika. Sasa ifike mahali sasa vyama vya siasa viwe vinaangalia hili kundi maalum. Niombe vyama vyote vinapotoa nafasi, hasa viti maalum, viwe vinaangalia mojawapo wala wawe ni mtu mwenye ulemavu. Yunsi ninajua alikuwa mgombea na kweli alipata nafasi ya 5, na tulikuwa na imani kubwa kwamba atakuwa miongoni mwa madiwani wa viti maalum upande wa wanawake. Nafasi zilizotolewa na tume ilikuwa nafasi 4, na mgombea wetu kupitia viti maalum wanawake alikuwa na nafasi ya 5. Sasa kwa hiyo hakupata uteuzi. Kama alikuwa amekuwa wa 5, ninafikiri kuna hekima ambayo ingefanyika huyu iwe miongoni mwa madiwani, ili iwatie moyo watu wenye ulemavu kwamba kumbe na sisi tunathaminika. Mimi naitwa Shabani Yusuf Katambi, mwenyekiti wa shirikisho la watu wenye ulemavu Chiviata, wilaya ya Shinyanga Mjini. Mimi ushauri wangu kwa vyama vya siasa vyote kwa pamoja vingeweka utaratibu wa kuwa na kiti maalumu kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Kwa hali inavyoonekana, itafika mahali, pamoja na kwamba kuna baadhi ya watu wenye ulemavu wana uwezo mkubwa sana wa uongozi, lakini kwa mfumo uliopo hupo uwezekano huko tunakokwenda wasiwe wanapata nafasi hiyo. Kwa hiyo ni vizuri vyama vikaiga hata mfumo wa serikali kwenye mikopo ambao wameweka 10% imegawanywa na walemavu wamepata. Basi na kwenye nafasi hizi za udiwani na ubunge wangezingatia hilo, kutenga viti maalumu ambazo tapatikana kutokana na walemavu wao wenyewe. Kuna mgombea ambaye anatokana na watu wenye ulemavu wa ngozi, alikuwa miongoni mwa wagombea wa viti maalumu, akawa ameshika nafasi ya 5. Lakini kwa bahati mbaya nafasi zilizotolewa zinaonekana zimetoka 4, ilipofikia kwake mtu wa 5 ikawa haikuwezekana. Sasa hii tafsiri yake watu anaweza wakahisi labda kutokana na ulemavu wake ndio imesababisha, labda angelikuwa ni mtu asiye na ulemavu angepata nafasi huyo mtu wa 5, lakini huenda watu wakaamini labda ulemavu wake umesababisha yeye asipate yeye nafasi ya viti maalum. Chama cha Mapinduzi ilitakiwa na chenyewe kingetumia busara. Kuna wakati fulani sisi watu wenye ulemavu kingeangalia, hata sio kwamba kutoa kama hisani, wangekuwa wanaangalia tu na sisi ili tuwe na wawakilishi wa watu wenye ulemavu ndani ya vikao vya maamuzi kama hivyo kwenye baraza la madiwani, angalau tungepata mtu mmoja kati ya madiwani waliopo. Kwa majina naitwa Eunice Zabloni Manu. Ni kweli jina langu lilikuwa miongoni mwa wateuliwa tuliokuwa tumegombea udiwani viti maalum. Kwa awamu ya kwanza nilipata uteuzi
na barua ninayo, lakini baada ya hapo tumeingia kwenye mchakato mzima wa kutafuta kula za ushindi wa Chama cha Mapinduzi. Takribani mwezi ulioisha tumefanya uchaguzi na umeisha. Nilipata taarifa ya kwamba majina yamerudi, lakini katika miongoni mwa wateule wa viti maalum jina langu halikubahatika kurudi. Kwa hiyo sikujua sababu wala vigezo gani vilivyotumika mpaka jina langu kutokurudi. Kitendo hichi kweli nilikipokea, lakini kwa masikitiko, lakini nilijipa moyo. Nikasema anyway basi, kwa sababu kama Mungu hajapenda kuwa hivyo, kwa sababu tulishazoea. 2020 niliweza kugombea. Kwa kweli hile ni halali kula hazikutosha, kwa sababu niliona ni mwamko wa kijamii. Lakini 2025 nimegombea na nilipigiwa kula na wanawake kwa kula 272. Kwa hiyo kwenye ile nafasi zilizokuwa zimetoka 5, nilipata ushindi wa nafasi ya 5. Na nimeendelea kutafuta kula nikiwa na matumaini ninakwenda kuwakilisha wenzangu wenye ulemavu na jamii yangu na wanawake wengine kwenye halmashauri yetu ya Manispaa ya Shinyanga. Kitendo hiki kimetuasili sisi watu wenye ulemavu, ikiwemo mimi na wenzangu walio nyuma yangu, kwa sababu walikuwa na tumaini kubwa mwaka huu wa uchaguzi watu wenye ulemavu walijitokeza wengi sana kwa mwitikio na uhamasishaji wa jamii na watu na vyama vya siasa kwamba watu wenye ulemavu wajitokeze kuwania nafasi mbalimbali ndani ya vyama vya siasa. Lakini hili kwa kweli linatuvunja moyo. Yaani kwa mara nyingine watu watakuwa na uoga wa kuendelea kujitokeza kuwania nafasi mbalimbali ndani ya vyama vya siasa. Mimi nafikiria kwa tume ya uchaguzi au na kwa rais, kwa sababu ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi ambaye mama yetu kipenzi wetu Samia Suluhu anayeongoza nchi hii, tunaomba basi atutengee viti maalum kama jinsi alivyotutengea mikopo ya 10%, kwa sababu aligawanyisha 10% kwa vijana, wanawake na watu wenye ulemavu. Basi kwa fursa hii ndani ya vyama vyetu vya siasa tunaomba basi na sisi watutengee viti maalum kwa ajili ya watu wenye ulemavu, kwa sababu kuchanganyikana na jamii uwezo wetu ni mchache, na jamii yani sielewi, labda jamii inatufikiria kwamba sisi hatuna maamuzi ya kutosha ndani ya nchi yetu, lakini kwa sisi tunavyojua tuna upeo mkubwa sana wa kuongoza maamuzi ndani ya nchi yetu na hata katika halmashauri zetu. Tunaomba sana waliangalie hili, watutengee, watupe nafasi zetu ndani ya vyama vya siasa, watuteulie ili tuweze kupambana nao wenzetu ili tuenze kushiriki na sisi. Ni kwa sasa hivi kweli tumejitahidi sana kujitokeza kwa wingi, lakini tumeachwa. Yani sielewi, sijui kwa sababu ya ulemavu wetu, yani sijapata jibu, yani hata sielewi, tunaachwa tu. Lakini uwezo tunao na mawazo mazuri tunayo.